Vifaa hivi ni pesa ambazo zinatoka katika mikono ya halmashauri, lakini hii pesa inahitajika irudi kwa watu wengine. Sasa ni jukumu lenu ninyi kuweza kufanya kazi kama vijana mnaopewa bodaboda, muhakikishe mnakusanya pesa kwa ajili ya kurudisha. Lakini wote waliopewa guta, waliopewa maverani, waliopewa matenti pamoja na vyombo, hakikisheni hii pesa inarudi kwa wakati. Tunakuta tukilaumiwa mara kwa mara serikali kwamba hatutoi mikopo kwa wakati, lakini kuna watu wanasema sisi hatujawahi kupewa mikopo. Hii mikopo hairejeshwi kwa wakati na watu ambao wakati wanakuja wanalalamika vya kutosha, lakini wakishapewa wanaenda kufanyia matumizi mengine na mwisho wa siku wanasema ni pesa serikali haina kazi. Serikali ina kazi na pesa yake. Kwa hiyo ili watu wengine wote wapate pesa ni lazima tufanye marejesho. Na nikuelekeze mkurugenzi, kwa yeyote uliyempa kifaa, uliyempa chochote, ikafika miezi 6 hajakuletea hata shilingi 100 na unaona kabisa mwaka unaisha hatujapata nini, hakikisha unatumia nafasi yako kama uliyempa kumpeleka kwenye vyombo vya sheria. Mshtaki kabisa akupe kitu chako kipya vile vile. Wengine wanaenda kuharibu mapikipiki, wanaharibu vitu kwa sababu anajua kwamba nikija kunyang'anywa kimefanyaje? Kimeharibika. Tutataka kipya kwa sababu tumekupa kikiwa nini? Kipya. Kwa hiyo tunzeni kwa sani mali yenu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mchanganuo wa utoaji mikopo ni kama ifuatavyo. Vikundi 11 vya wanawake viliweza kupatiwa mikopo yenye thamani ya milioni 71 na laki 5. Na vikundi 5 vya vijana viliidhinishwa kupewa mkopo wenye thamani ya shilingi milioni 100. Katika kipindi hiki hatukuwa na kikundi cha watu wenye ulemavu. Mheshimiwa mgeni rasmi, hadi kufikia mwezi Machi, kama tulivyosema, vikundi tajwa vyote viliweza kupatiwa fedha katika akaunti zao. Na vikundi hadi sasa vimesaini mikataba na halmashauri, mikataba ya kurejesha mikopo huo kwa kuzingatia kanuni za mikopo ya 10% za mwaka 2024. Aidha, vikundi vyote vilivyokopa awamu hii vimeingia mkataba wa marejesho kwa mwaka mmoja, yani miezi 12. Kwa majina naitwa Kitondo Sereli, makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Nzega. Kwa maelekezo ya serikali tumeweza kupeleka 10% kwa makundi ya wanufaika, makundi maalum kwa maana ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Na ndiyo sababu kubwa hii leo tumekutana hapa kukabidhi mikopo hii kwa wajasiriamali. Mikopo hii haijaja hivi, imetokana na juhudi na maamuzi ya Mheshimiwa madiwani kushirikiana na mkurugenzi mtendaji ambaye anasimamia shughuli nzima ukusanyaji wa mapato. Hatimaye mapato sasa yanaweza kaenda kunufaisha wananchi kama tulivyoshuhudia hii leo. Wito wangu kwa wanufaika ni kwamba hivi vifaa tumewakabidhi ni mikopo, wafanye shughuli walizokusudia, lakini mwisho wa siku wakumbuke kurejesha mikopo hii ili tuweze kunufaisha na wengine. Kwa majina naitwa Salma Hussein Juma, mkazi wa Ndala, wilaya ya Nzega. Nimefarijika kiasi kikubwa sana baada ya kupata mkopo wa 10%. Kwa sababu niliomba cheleani nimepewa. Nina mpango wa kuweka kiwanda ambao mkopo huu utanisaidia kusomesha watoto wangu, kufundisha jamii ili wawe na maendeleo zaidi. Hii cherehani inatengeneza viatu, inatengeneza mikoba, inatengeneza maturubai ya magari, maturubai ya matumizi ya nyumbani. Kwa hiyo najipatia kipato kupitia cherehani hii. Nitasomesha watoto wangu, nitainua vipato vya watoto wangu na jamii kwa ujumla kupitia cherehani hii. Cherehani hii ninashukuru serikali kwa kunipa mradi huu ambao nitauendeleza nipate na mradi mwingine zaidi kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Ninafundisha wanafunzi, ninashona mikoba kama hiyo, viatu kama hivyo. Kwa hiyo naishukuru sana serikali ya Mama Samia. Kwa jina naitwa Nasibu Richard Jacobo. Nashukuru serikali kwa kutupa mkopo wa bei nafuu. Utatusaidia kujikwamua kimaisha. Hali ilikuwa sio nzuri kwa sababu tulikuwa tunapewa mikopo kandamizi kwa watu binafsi. Tulikuwa tunapewa mkopo unanunuliwa pikipiki mpya, unapewa miezi 13
kila siku 10,000. Ina maana tulikuwa tunapewa kwa riba kama vile unarejesha kama milioni 3 kama na 600 hivi. Zamani kwa watu binafsi tulikuwa tunakopeshwa kwa pikipiki kwa miezi 13, kwa hiyo ilikuwa inatumiza sana, riba yake ni kubwa. Kwa jina naitwa Filimoni Damiano Alehindo, nimepewa guta na pikipiki. Mikopo ya halmashauri inatusaidia sisi vijana kwa sababu haina riba, na mikopo ya nje ina riba. Kwa hiyo mikopo ya halmashauri kidogo inatusaidia vijana kuinuka kwa haraka. Tuliokopa jamani, ninawaomba turejeshe kwa uaminifu, serikali imetuamini na sisi pia tuwaoneshe jitihada. Majina anaitwa Francisca Antoni, ni mwenyekiti wa kikundi cha Wamanda Group. Kwa kweli sisi serikali ya awamu ya 6 tunaishukuru sana zaidi ya sana. Kwani picha ya Mama Samia haitatoka ndani ya kikundi cha Wamanda kwa sababu ametuachia asset kubwa, ni mtaji wa kudumu ambao tutaendelea nao daima. Kwa majina naitwa Helena Simon. Mimi ni mwanakikundi wa Wamanda, ni mjumbe. Tunamshukuru sana Mama Samia kwa kutupa huu mkopo. Maana tumekuwa na mtaji wa kudumu. Utatusaidia katika familia zetu. Shukrani zetu zimuendee yeye. Kwa jina naitwa Andrea Alex Madinda, ni mkazi wa Ndala, wilaya ya Nzega, mkoa wa Tabora. Kwa kweli ni swala kushukuru Mungu, Mama Samia katuwezesha mkopo kwa ajili ya kuokoa maisha. Ni vijana kama vijana tunashukuru sana kwa mkopo wa Mama Samia. Mikopo ambayo sio kwa ya serikali, ambayo ni ya watu binafsi. Mikopo ya watu binafsi kwa kweli ni tofauti na mikopo ya serikali. Mikopo ya watu binafsi ni mkopo ambao inatuchukua kwa muda mrefu na ni mikopo kandamizi. Mtu anakupa mkataba ambao anakufungia mwaka mmoja hata na miezi miwili. Kiuhalisia pikipiki moja unarejesha zaidi ya milioni 4 na 400,000. Ambao pikipiki za Mama Samia ni mkopo ambao ni wa kuokoa maisha ya vijana. Huu kopeshwa na mama kwa kweli tumenufaika vizuri sana. Kwa hiyo mkopo ambao hauna riba, tunamshukuru sana mama. Tunashukuru kwa kutunga mkono sisi vijana. Kwa majina naitwa Chacha Mhochi Burure, ni afisa maendeleo kata ya Ndala. Usimamizi umeimarika kwa sababu tunawajua kila mmoja na kila kikundi, sababu mimi ndiye nilihusika kujua kila mmoja anatokea mlango gani. Na kutaka kujua kila mtu anatoka mlango gani au nyumba gani, kwa hiyo hawezi kukwepa popote. Kwa hiyo nitawasimamia kwa nguvu, kwa akili zote na kwa uwezo wote, kuhakikisha kwamba marejesho yote yanarudi kwa wakati kama ilivyo.